Limeongelewa jambo la miundombinu, nizitaje kwa majina. Sanzate Nata ambayo ina mkandarasi na katika kiwango fulani kasi yake haikuwa ya kuridhisha ya utekelezaji wa mradi, na barabara ya Tarime Mugumu ambayo iko katika vipande vitatu, kikiwemo kipande cha Mogabiri Nyamongo, kipande cha Nyamongo Mugumu na kipande cha Tarime Mogabiri. Moja ya kilomita takriban 25, nadhani zimejengwa kama kilomita 15 hivi na sehemu hivi, bado kama kilomita 10 hivi, na yenyewe utekelezaji wake umeenda kwa kasi ndogo. Lakini ipo hii inayokuja mpaka Mugumu ambayo ujenzi wake haujaanza. Ni watoe hofu. Moja kwa zile ambazo ujenzi wake haujaanza, ni watoe hofu, wala haikuwa uzembe, wala haikuwa kupuuzwa. Hii ilitokana na uamuzi uliofanyika ndani ya serikali, na nitawaelezea kitu gani kilitokea. Nina bahati ya kujua hilo kwa sababu na mimi nilikuwepo ndani ya serikali ya awamu ya sita, awamu yake ya kwanza. Katika mwaka mmoja hivi mpaka miaka miwili tulikaa ndani ya serikali tukafanya tathmini kwenye baadhi ya masuala ya kitaifa yaliyokuwa na ulazima, tukakubaliana tuchukue hatua ya makusudi na ya haraka. Kwa hiyo nitumie fursa hii, Mheshimiwa Naibu Waziri yuko hapa, nimemwona na mtendaji wetu mkuu wa TANROADS yuko hapa, waelekezeni wakandarasi ambao walishatoka site warudi site, kwa sababu kuanzia leo tarehe 1 mfuko wetu wa barabara unaosimamiwa na TANROADS, unaosimamiwa na TARURA, fedha zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko, ili wanaserengeti hawa ambao ni wachapakazi sana waweze kupata maendeleo yanayochochewa na miundombinu hiyo wezeshi kama nilivyotoka kusema. Kwamba dhamira ya serikali ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ya kuiunganisha na Mugumu, Tarime na Musoma kwa kiwango cha lami, Mheshimiwa Waziri Mkuu, iko pale pale, na ndio maana wakandarasi wapo, lakini kama ulivyoelezea wamesimama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna barabara ya kutoka Tarime mjini ambayo ilikuwa ni ya lami iliyochoka, inakwenda kufumuliwa kilomita 9.3 kutoka Musoma mjini hadi Mogabiri, ambapo kuna mradi mpya ambao unajengwa Tarime mjini hadi Mogabiri kilomita 9.3. Kuna lami iliyochoka, lami nyembamba, lami ya zamani. Mkandarasi ambaye anakuja kujenga barabara huku ndiye pia amesaini mkataba huo na alishaanza hata kuja site na kujenga kambi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hakika baada ya leo tutakapoanza kupata fedha, hicho kipande cha 9.3 kilomita kinakwenda kujengwa. Lakini kutoka Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mogabiri hadi Nyamongo kilomita 25, yuko mkandarasi mzawa ambaye ameshakamilisha kilomita 15. Kwa hiyo sasa wanaweza wakapita, japo bado alama na taa za barabarani, lakini tayari 15 zimekamilika, bado kilomita 15 mpaka Nyamongo pale Nyangoto. Kuanzia pale Nyamongo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna kampuni ya Stekol, kampuni ya Kichina ambayo inakuja inajenga barabara mpaka hapa Mugumu Kipleft. Na hapa tutakapojenga Kipleft, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakwenda pia kujenga barabara za maingilio. Kutakuwa na Kipleft, kutakuwa na barabara ambayo inaenda Fort Ikoma, tutajenga kilomita 1.2 kwa kiwango cha lami. Barabara inayoenda Nata kilomita 1.2 pia kwa kiwango cha lami,
na hayo maeneo yote Mheshimiwa Waziri Mkuu tunategemea kuweka taa. Na katika barabara hii maeneo yote ambayo kuna miji mikubwa ama vijiji vikubwa pia tunakwenda kuweka taa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu pia ili upite hapa kuna watu wanataka kwenda Mwanza wafike kwa jimbo la Getere, tuna barabara ambayo umeelezea vizuri sana ambayo ilikuwa imesimama kilomita 40 Sanzate Nata, mkandarasi yupo lakini alikuwa amesimama, miradi ambayo tunakwenda kuikwamua. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna kipande cha Nata hadi Mugumu kilomita 45. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiki kipande sisi kwa kujiongeza kwenye budget tumekiweka kwenye matazamio, ili siku mkisema tuanze tunakuwa tuko tayari kukianza, kwa sababu tunajua kuna jambo kubwa sana ambalo linakuja huku Mugumu ili kuiunganisha Tanzania na shughuli nyingine zote za kitalii.